Maisha ya watakatifu. Tarehe 28 ya mwezi wa 11, Mtakatifu Yakobo wa Marches, padre na mtawa Francisco. Yakobo alizaliwa huko Marche ya Ancona mwaka 1391. Wazazi wake walimlea katika kumcha na kumpenda Mungu, na kwa wakati mwafaka alipelekwa chuo kikuu cha Perugia ambapo alisoma sheria za serikali na kanisa. Alifaulu vizuri sana, hata alipata shahada ya udaktari katika masomo yote mawili. Licha ya nafasi nzuri zilizokuwa mbele yake, alitambua mapema ubatili wa ulimwengu na alianza kusikia mvuto wa pekee kwa maisha ya kitawa. Mwanzoni aliwaza kujiunga na shirika la kitaamuli la Wakatusian, lakini Mungu Mwenyezi aliyemchagua kushughulikia wokovu wa maelfu ya roho za watu katika maisha ya kichungaji, alimuongoza kujiunga na shirika la Mtakatifu Francisco. Wakati wa novisiati yake, Yakobo alijidhihirisha kwa kuishi fadhila zote kiasi kwamba alikuwa kielelezo cha ukamilifu wa kitawa. Ili kulinda usafi wa moyo ambapo aliushika kikamilifu tangu ujana wake, aliishi maisha ya kujinyima sana. Hakulala zaidi ya saa 3 na alilala sakafuni. Muda uliobaki usiku aliutumia kutafakari mateso ya Kristo. Daima alivaa koti la chuma lenye ncha kali na alijichapa kila siku. Kama baba yetu Francisco, alifunga siku 40 mara 7 kwa mwaka. Mkate na maji vilikuwa mlo wake wa kawaida, ingawa mara nyingine aliongeza maharage au mboga za majani zisizopikwa. Miaka kadhaa baadaye, Mtakatifu Bernardino wa Siena alimshawishi apunguze ukari katika matendo yake ya toba ili kulinda afya yake. Mara baada ya upadirisho wake, alipokuwa na umri wa miaka 30, alitumwa kuwa misionari. Alitekeleza wito huu kwa juhudi bila kuchoka. Kwa zaidi ya miaka 50 alitembelea Italia, Dalmatia, Kroatia, Albania, Bosnia, Austria, Bohemia, Saxony, Prussia, Poland, Denmark, Norway, Sweden na Urusi. Katika miaka ya 1427 na mwaka 1428 alihubiri huko Vienna, Augsburg, Ratisbon, Ulm, Limburg, Brandenburg and Leipzig. Wakivutiwa na mfano wake wa kitume, zaidi ya vijana 200 wa tabaka la juu la Ujerumani walisukumwa kujiunga na shirika la Wafransisko. Halaiki ya watu walikuja kumsikiliza kiasi kwamba makanisa yalikuwa madogo kujipatia nafasi ndani, na hivyo alilazimika kuhubiri katika viwanja vya umma. Huko Milani, Italia, alifanikisha uongofu wa wanawake 36 wa sifa mbaya kwa hotuba moja juu ya Mtakatifu Maria Magdalena. Ilisemekana kwamba aliwarudisha kanisani wazushi 50,000 na aliwaongoza kwenye ubatizo idadi ya wasioamini 200,000. Zaidi ya hayo, Mungu alimpa Mtakatifu Yakobo hekima, hivyo kwamba watawala walinufaika na huduma zake wakitafuta ushauri wake. Alikuwa na kipaji cha kufanya miujiza na kutabiri. Hata hivyo, unyenyekevu wake ulizidi vipaji hivi. Aliombwa kuwa askofu mkuu wa Milani, Italia, lakini alikataa kwa kusema, "Sitamani kitu kingine hapa duniani kuliko kufanya toba na kuihubiri toba kama Mfransisko fukara." Alihubiri kwa muda wote wa maisha yake. Alisafiri karibu Italia yote na Ulaya, akieneza ibada kwa jina takatifu la Yesu na kuhudumia kama mjumbe wa kuwaongoa wazushi. Akiwa amechakazwa na kazi zake nyingi na umri mkubwa, alifariki huko Naples, Italia, Novemba mwaka 1476 tarehe 28, akiwa na umri wa miaka 85. Kati ya hiyo miaka 60 ya utawa,
akiwa na umri wa miaka 85 kati ya hiyo miaka 60 ya utawa. Alizikwa katika kanisa la Wafransisko huko Naples, ambapo inawezekana kuona mwili wake katika kaburi la kioo.